KTN. Usiku wa leo utata mpya umeibuka kuhusu kufutwa kwa mradi mkubwa zaidi ya bwawa la High Grand Falls. Hazina ya kitaifa inadai kwamba tuliripoti visivyo, lakini rekodi za serikali sasa zinaonyesha mgongano mkubwa katika maelezo rasmi ya hazina, hali ambayo inaweza kuwaletea Wakenya hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 337. Mwandishi wetu Haman Kamariki ana maelezo zaidi. Taarifa ya hazina ya kitaifa iliyolenga kupinga uchunguzi wetu haijatoa hali halisi kuhusu ukweli na taarifa zilizofichwa. Katikati ya mzozo huu kuna barua ya tarehe 19 Agosti mwaka 2025 kutoka hazina ya kitaifa ikidai kuwa kampuni ya GBM Engineering Consortium haikukidhi masharti ya ubia wa umma na sekta binafsi PPP. Lakini nyaraka za ndani za serikali tulizonazo zinaonyesha picha tofauti kabisa. Kamati ya kitaifa ya wataalamu 18 kutoka mamlaka ya unyunyizaji mashamba maji KenGen, idara ya PPP na B Associates waliipa GBM idhini kamili wakipendekeza mradi uendelee. Walitia sahihi ripoti iliyosema mapendekezo ni kutoa idhini ya ununuzi wa PPP hii na kuendelea na mazungumzo. Aidha, kikao cha 47 cha kamati ya PPP mnamo Agosti mwaka 2024 kilithibitisha mradi huo, kikisema unakubaliana na masharti ya gharama, ufanisi na maslahi ya umma. Hata hivyo, miezi michache baadaye hazina ilijaribu kuingiza kampuni mpya EDF Kenya Limited kwenye mradi huo. Lakini EDF haikuwahi kuwasilisha zabuni, haikulipa ada ya shilingi 50,000 ya zabuni, haikutoa mapendekezo ya kiufundi wala haikupimwa. Mkutano wa ngazi ya juu kati ya Rais William Samoei Ruto na viongozi wa Ufaransa jijini Paris, hata mamlaka ya unyunyiziaji mashamba maji ilibaini kuwa EDF haikufaa, ikikosa maandalizi na uwezo wa kifedha. Kifungu cha 43 cha sheria ya PPP ambacho hazina imenukuu hakiruhusu kuvunja mkataba kwa namna iliyotumika. Zaidi ya hayo, barua ya kufuta mkataba iliyokuwa na tarehe 19 Agosti ilipelekwa tarehe 3 Septemba, wiki mbili baadaye, jambo lililoinyima GBM haki ya kisheria ya kukata rufaa. Particular letter was recommending an advertisement which would have meant that we go for competitive bidding, and we wondered why go for competitive bidding when we had already filed our own proposal, paid the requisite fee, which was way over 5 million shillings. 5 million shillings is not change, pocket change. Haman Kamariki, KTN. Tuangazie masuala ya uchaguzi sasa. Tume ya uchaguzi na mipaka nchini